Jana tumeishia at-tahara na tukasema tahara zina aina mbili, tahara ya hadath na tahara ya khabath. Leo biidhnillah tunaingia anwa'u al-mutahhirati, anwa'u al-mutahhirati, aina ya vinavyokutwaharisha. Samezungumzia tahara, sasa atazungumzia hivyo vitu ambavyo vitakufanya ujitwaharishe. Kwa hiyo anasema arba'atu, vitu vinavyoweza kukutwaharisha ni vitu aina 4. Moja ya vitu aina 4 hivi unaweza kupata tahara kupitia hivyo vitu. Anasema jambo la kwanza kabisa ambalo linaweza likakupa tahara, almau. Jambo la kwanza ni maji, yaani jambo kimiminika cha kwanza ambacho kinaweza kukupatia tahara kwanza ni maji, almau. Pili, waturabu, na mchanga. Kwenye sheria yetu sisi mchanga ni material vile vile ya kuitwaharisha. Walhajaru, na jiwe. Wadamu, na kudibagi. Kudibagi ni kwa ajili ya ngozi. Nyewe mnajua zamani teknolojia kulikuwa kuna mazulia kama haya na kwa hiyo watu walikuwa wanatumia ngozi za wanyama. Sasa sheria iliweka kwamba kama ng'ombe kajifia mwenyewe au mbuzi kajifia mwenyewe, si mzoga Sasa mtu anaweza akafaidika na ile ngozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuta siku moja watu wanamkuruza mbuzi kwenda kumtupa. Akawaambia vile vipi? Akasema huyu kafa, ni mzoga. Akawaambia kwa nini sasa msinufaike na ngozi yake? Wao wakaona kwamba ni mzoga, ngozi, kila kitu akifai. Sawa? Kwa hiyo ngozi ya mnyama aliyekufa mwenyewe ambaye ni najisi, mzoga wake, lakini ngozi yake ni sheria inaweza ikapata matumizi, lakini bidadhi. Dadhi ndio inatwaharisha ngozi. Sasa shekhe anasema dadhi ni kitu gani? Lakini kwa ufupi, dadhi ni kuisafisha ngozi kwa kuitoa nyama zilizogandia kwenye ngozi na mafuta yaliyogandia kwenye ngozi. Wengine wakasema na kuianika. Hii ndio inaitwa dadhi. Hii ndio kuitwaharisha ngozi ya mnyama aliyekufa kibudu, nasema Waswahili, aliyekufa bila kuchinjwa. Kwa hiyo material tatu hizi sheria ndio imehesabu zinaweza zikakusafisha, zikakupa tahara. Moja, almau, maji. Mbili, waturabu, mchanga. Tatu, walhajaru, mawe. Nne, wadamu, na kudibari. Kwa hiyo moja hiyo vitu vitatu vinne utapata tahara. Anaanza kuyazungumzia maji. Aqsamul miyah, kigawanyiko cha maji. Maji yamegawanyika katika mafungu mangapi? Shekhe anasema thalathatun, maji yamepigwa mafungu matatu.
maji yenyewe yana mafungu matatu. Shaka kutaka kuelezea maji ni kitu gani, yeye kasema maji. Lakini maji ni mkusanyiko wa hydrogen na oxygen. Sisi tunaelewa hivi vitu viwili vikikutana, hizi gesi mbili zikikutana zinatengeneza maji. Sisi tunaelewana? Kila gesi hapo inawezekana kuwaka. Hydrogen inawezekana kuwaka na oxygen inawezekana kuwaka vile. Lakini zikikutana hizi mbili zinatengeneza kitu kinaitwa maji. Hii yote ni mivuke. Ni gesi, ni mvuke. Ardhi imetengenezwa kwa material ya maji. Mbingu imetengenezwa kwa material ya mvuke. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhani. Kisha Mwenyezi Mungu akazielekea mbingu, na mbingu wakati huo ni mvuke. Fakadahunna sab'a samawati. Kwa kutumia ule mvuke akazitengeneza mbingu 7. Sisi tunaelewa? Kwa kutumia ule mvuke akatengeneza mbingu 7. Kwa hiyo mbingu material yake ni mvuke. Ardhi pamoja na hii mimao unayoiona na kila kitu, lakini haya yote yanatokana na maji. Ardhi chimbuko lake ni maji. Mbingu chimbuko lake ni gesi. Na ndio maana unaona hapo juu pana maajabu hapo juu. Kuna mawingu ni mazito lakini hayawezi kuporomoka. Yale mawingu ya mvua yale hayako kule, hapo katikati. Yamekaa kama milima. Yamegandana kama mabarafu. Lakini hayaanguki. Na ukiwa umepanda ndege unajua kweli kumbe hii ni mvuke. Ndio maana hayazuii ndege kupenya pale. Kwa sababu ukipita pale unaona kama moshi tu. Kama umepenya kwenye moshi unaenda kutokea sehemu nyingine. Yale mawingu unayoona hapa meupe ulikuwa unayaona juu kiwa hapa ardhini, ukishapata kule juu wewe unayaona chini. Yanakufunika wewe uone ardhi. Yaani ukitazama hivi wewe unaona kama kuna mabarafu kama kuna milima ya mabarafu yameganda. Huku chini tena uone kitu. Dhalika takdiru al-aziz al-alim. Hivi ndivyo alikadiria al-aziz al-alim, mshindi mwenye ujuzi wa hali ya juu. Amekadiria mambo ukiajisiwa uwezi kuamini. Wanasayansi wanaoyaona juu, wanayoeleza ni madogo kuliko wanaoyaona, kwa sababu hawana maelezo. Yaani kuna vitu wanaviona hata kuvielezea hawawezi kabisa. Kwa hiyo hii ndio asili ya maji. Kwa hiyo ardhi yenyewe asili yake imeumbwa kwa maji. Ardhi yenyewe imehifadhi maji. Ardhi yenyewe 75% ni maji. Kwa nini? Ili ardhi ibaki salama, lazima iwe na maji ya kutosha. Ili ardhi yetu ibaki salama, lazima iwe na maji ya kutosha, kwa sababu isipokuwa na maji ya kutosha ardhi, uwezekano wa kuungua ni mkubwa. Kwa sababu chini ya ardhi kuna moto mkali kuliko unafikiria wewe. Zinakuja kutimbuka, wanasayansi wanaita volcano. Na hizi volcano nyingi sana zinatumbuka kule baharini badala ya nchi kavu.
kwa rehema za Allah tabaraka wa taala. Yaani ule mvuke ukishakuwa mkubwa kule chini, ule mvuke unapanda, unakuja unatoboa ardhi, inakuja kupumua. Yaani ile kutoka ni kupumua. Ardhi inapumua, inatoa ile gesi ya moto kule chini, inapumua. Mpaka wanazuoni wanasema jahannam iko wapi? Iko chini ya ardhi. Jahannam iko chini ya ardhi. Kwa hiyo haya maji kazi yake ni kupoza lile joto. Kwa hiyo maji ni kazi kubwa sana, na ndio maana Allah ameyaweka kwa wingi sana. Na viumbe vilivyopo baharini na kwenye maji ni vikubwa na vingi kuliko vilivyoko nchi kavu, kwa sababu nchi kavu yote ukikusanya ni robo ya dunia. Robo tatu ya dunia yote iliyobaki ni maji. Hata baharini viumbe wanaishi maisha marefu zaidi kuliko nchi kavu. Baharini kuna maajabu makubwa ambayo kaweka Mwenyezi Mungu kuliko nchi kavu. Kuna milima mikubwa kuliko Kilimanjaro, kuliko hiyo si mlima wa Australia, sio wapi. Kwenye maji kuna milima mikubwa kuliko hii tunayoiona sisi hapa nchi kavu. Kwa hiyo hayo ni maji, na ndio maana leo ukitoboa kisima utapata maji, ukitoboa ardhi utapata maji, na ardhi nyingine yenyewe inatoa chemchemi bila hata kutoboa, yenyewe inatoa chemchemi. Na si hivyo kuonyesha kwamba hii ardhi imetengenezwa kwa matili ya maji. Kuna mawe kazi yake kutoa maji, mawe. Sisi tumeelewana? Wa inna min al-hijarati lama yakhruju minhu al-ma. Mwenyezi Mungu anasema kuna mawe kazi yake ni kutoa maji. Yanatoka maji. Wewe huwezi kujua haya maji chanzo chake ni kipi, lakini wewe unaona maji yanatoka kwenye jiwe yanaporomoka. Hayo hayana kiangazi wala masika, yanamwagika. Sasa haya ni maji, lakini Mwenyezi Mungu huyatumia maji vile vile kama adhabu ya kuadhibu watu, kama alivyofanya katika watu wa Nuhu. Aliwaadhibu kupitia maji. Maji yalimwagika kutoka mbinguni na mengine ya ardhini yakatoka kama chemchemi. Faltaka almau ala amri qad qudir, maji ya juu na ya chini yakakutana kwa kadiri alivyokadiria Allah tabaraka wa taala. Hakuna aliyebaki isipokuwa aliyepanda safina ya Nuhu. Inshallah. Kwa hiyo maji ni neema, na wakati mwingine yanakuwa nekma. Sawa? Lakini waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yaqilun, tumejalia kupitia maji kila kiumbe kipate uhai. Mwenyezi Mungu anasema watumie akili, nyie wanasayansi mtumie akili. Kitu chochote kikikosa maji hakina uhai. Wewe mwenyewe mwili wako 75% ni maji, ni kimiminika. La sivyo na wewe mtu angekuwa hawezi kupunguza na ingekuwa wa moto sana. Lakini Mwenyezi Mungu ameweka maji mengi kwenye kila kitu ili kiwezekane kipate uhai. Kwa hiyo haya ni maji. Kwa hiyo aksamu mia, vigawanyo vya maji 3. Vigawanyo vya maji ni 3. Wanazuoni wa fiqh wameagawa maji katika sehemu 3. Zingatia vizuri. Sehemu ya kwanza, tahirun mutahhirun. Sehemu ya kwanza ya maji ni tahir, maji yenyewe ni safi, yenyewe binafsi ni masafi. Mutahhirun,
yana uwezo wa kusafisha kitu kingine. Hii ni aina ya kwanza ya maji. Yenyewe ni masafi kama yenyewe, alafu yanaweza yakasafisha kitu kingine. Haya ndio maji nambari 1. Binafsi yake masafi na yana sifa ya kusafisha kitu kingine. Sawa? Haya. Namba 2, tahirun. Haya maji yenyewe ni masafi, lakini ghairu mutahhiri, lakini hayawezi kusafisha kitu kingine. Maji namba 2 yenyewe kama yenyewe ni masafi, lakini je, tunaweza tukasafishia kitu kingine? Haiwezekani. Sehemu ya 2 ya maji. Sehemu ya 3, Sheikh anasema ma'un mutanajisu, maji yaliyopata najisi. Sawa? Kwa hiyo yenyewe sio masafi, na kwa sababu sio masafi hayawezi kusafisha kitu, hayawezi kusafisha kitu kingine. Ma'un mutanajisu, maji yenye najisi. Kwa hiyo tuna vigawanyo vya maji vitatu: tahir, mutahhir, yenyewe masafi yanaweza kusafisha kitu kingine; tahir, ghairu mutahhir, masafi lakini hayana sifa ya kusafisha kitu kingine; wa ma'un mutanajis, na maji yenye najisi. Haya hayasafishi chochote. Sawa jamani?